Itifaki nimeizingatia. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia neema yake ya uhai na pumzi hizi tulizonazo, bado tuko katika hali ya salama, tuko katika hali ya amani kabisa. Tuendelee sana kuwashukuru viongozi wa taifa letu. Rais wetu wa Jamhuri Mama Samia na Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi, ambao nao wanaendelea kutuongoza na kutulea katika hali ya amani, katika hali ya salama. Lakini tuwashukuru sana sana wananchi wa eneo hili la Msikiti Mageti. Wakati tulipopita kunadi sera kwa ajili ya kuingia kwenye kinyang'anyiro cha nafasi hizi za uwakilishi na ubunge pamoja na udiwani katika eneo letu, kwa maana ya jimbo letu la Micheweni, ili jambo hili hatukulipata, kwamba wananchi wa eneo hili walikuwa na shida hii ya maji. Lakini jambo hili jana tulipokuja kushukuru kwa kutuchagua, basi tulipata jambo hili kwamba bwana, wananchi wa eneo hili hawana maji, wanapata masumbufu. Kwa hiyo wanahitaji maroli mawili haya kwa ajili ya kutawanya ama kusambaza maji katika eneo hili. Kwa hiyo ni jana tu tumepata ili ombi ama ili tatizo, lakini leo hii tukasema, kama wale Waswahili wanasema zege hailali, au sio? Tukasema kwa mara ya kwanza mbunge na mwakilishi wa jimbo la Micheweni watekeleze ahadi ama kutatua tatizo hili la wananchi wa eneo hili kwa kuwapelekea mipira hii ili kuondoa tatizo la maji katika eneo la, au sio? Hii jambo la kwanza, tunathamini sana jitihada zenu katika swala zima la kutuchagua, lakini pia la maendeleo yenu. Tukasema kwamba lazima tutekeleze hili ambalo mlitupa jana. Kwa hiyo tunataka tuseme kwamba sisi ni wawakilishi wa jimbo la Micheweni, kwa maana mimi ni mwakilishi na mwenzangu mbunge, lakini wa wananchi wa jimbo la Micheweni. Hatukufanya hivi kwamba hili tumekuja kuwapa wana CCM au wana Chadema au wana ACT. Tumekuja kufanya hivi kwa ajili ya wananchi wote wa eneo hili, kwa sababu maji haya hayatomfaa mwana CCM au mwana ACT au mwana Chadema. Maji haya yatawanufaisha wananchi wetu wa eneo hili ambao wana mapungufu. Kwa hiyo tunaanza kutekeleza ahadi na ilani ambazo zimo ndani ya kitabu chetu. Maana ilani tunatekeleza ya Chama cha Mapinduzi, ndio kilichoshinda. Hapo lazima tuseme hivyo jamani. Kwa hiyo tunatekeleza ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaondokana na tatizo, na si tu la maji, lakini la huduma za kijamii zote. Sisi tutafanya hivyo kila ambapo kuna kasoro ya hili. Kama kuna wananchi wana mapungufu ama wana changamoto ya huduma yoyote ile ya kiumma, kwa maana kama ni maji, ni afya, umeme na mambo mengine, hayo tutakuwa tuko tayari muda wote kuyashughulikia, kwa sababu dhima mliotupa ni kuwatumikia. Kwa hiyo tunaanza kuwatumikia, si ndio? Ndio. Tunachotaka kuhakikishia jamani, tutaendelea na mfumo huo, lakini tunawasihi sana tuendelee kudumisha amani na umoja wetu ili haya mambo yaende sawa bisawia. Pasina kuwa na umoja, pasina kuwa na amani, haya mambo hayawezi kuenda. Tuwashukuruni sana. Kwanza tuwashukuru wananchi wote kwa ujumla wa Maziwa Ng'ombe. Ili lazima niliseme jamani, wananchi wa Maziwa Ng'ombe mlituridhia na mkatuchagua kwa kura nyingi sana. Na kwa sababu mlituchagua, lazima tuwatumikie. Na hata hao ambao hawakutuchagua ni wananchi wetu, lazima tuwashughulikie. Kwa sababu gani? Katika kuchagua wapo ambao watakuwa wana mapenzi ama pengine wameridhia kumchagua mtu fulani, lakini wingi wa watu ulichagua upande wetu, kwa maana ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo lazima sisi tuwahudumie watu wote pasina ubaguzi wa aina yote. Hapa tunao viongozi wetu wa chama, lakini wanajua pia kwamba hii mipira
tunaenda kuwapa wananchi wa eneo hili bila kuzingatia itikadi zao. Itikadi ya mtu itabakia ndani ya nafsi yake, na uchaguzi si umeisha jamani? Masuala ya nani yatabakia kwenye baraza la wawakilishi, lakini sasa hivi tupige kazi kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu. Sawa jamani? Kwa hiyo nataka niseme kwamba sisi tunafanya haya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaondokana na changamoto zote zinazowakabili katika maeneo yao. Tunaanza hapa, lakini maeneo yetu yote ya jimbo, kila penye tatizo tutajikita tuhakikishe kwamba tunaondoa tatizo linalowakabili wananchi wetu. Si tutakuja taka tena huko jamani? Kwa hiyo tutahakikisha hilo jamani, sawa Basi mpigiani makofi japo kidogo. Au vibaya hivyo? Si vibaya, basi jambo jema, wala mpongezani kidogo. Ndugu zangu, lengo na madhumuni ni hayo.